al-a'malu bil khawatim. Matendo huzingatiwa mwisho. Hadithi ya 12 ni hadithi ya Jabir, na Jabir ndio mara kwanza tunampata katika hii hadithi. Tumzungumzie kidogo Jabir. Jabir anaitwa Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah ibn Amri ibn Haram ibn Ka'bi al-Ansari السلمي. kunya yake ni Abu Abdullah, na pia anaitwa kwa kunya Abu Abdurrahman, na pia anaitwa kwa kunya Abu Muhammad, lakini Abu Abdullah ni sahihi zaidi kama alivyosema Ibn Abdul Barr. Al-Imam Adh-Dhahabi amemuita al-Imam al-Kabir, imamu mkubwa kabisa, al-Mujtahid al-Hafidh. Ni mujtahidi huyo, ni hafidh wa hadithi. Min ahli bai'ati ar-Ridwan, ni miongoni mwa waliokuwa kwenye bai'a iliyoitwa bai'atu ar-Ridwan kule kwenye Hudaybiyah, chini ya ule mti. Miongoni mwa waliotoa bai'a kiviapo vya utiifu, miongoni mwao walikuwa ni Jabir bin Abdullah, ambao tayari Allah alishawatangazia radhi, wako hai. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara, hakika Allah amewaridhia waumini wa kisahaba pale walipokupa wewe kiapo cha utiifu chini ya mti. Alikuwepo Jabir, mpaka akasimulia hadith aliyopokea Imam Muslim rahimahullah kwamba amesema Jabir, qala lana Rasulullah, alituambia sisi mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, yawm al-Hudaybiyah, siku ya sulhu al-Hudaybiyah, antum al-yawma khayru ahli al-ardh, nyinyi leo hii ndiyo bora ya watu wa ardhi yote, hii ni nyinyi pekee yenu. Wa kunna 1400, na tulikuwa masahaba 1400, ndio bora ya watu kwenye ardhi nzima. Naende wa mwisho kufariki katika wale waliohudhuria Lailatul Aqaba athania, ni vile vikao walivyokuwa wakikaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maeneo ya Mina. Walikuja maansari wakazungumza naye mara ya kwanza. Al-Aqabatul ula hakuwepo Jabir, alikuwa ni mdogo. Al-Aqabatu thania alikuwepo. Sasa katika wale watu waliokuja wa mwisho kufariki alikuwa ni Jabir. Kapokea ilmu nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika kutoka kwa Umar, kadhalika kutoka kwa Ali, kadhalika kutoka kwa Abu Bakri, kadhalika kutoka kwa Abu Ubaida, kadhalika kutoka kwa Muadh ibn Jabal, kadhalika kutoka kwa Az-Zubair ibn al-Awwam wa Taifa na watu wengine. Mama yake Jabir anaitwa Nusayba bintu Uqbah bin Adi bin Sinan. Mama yake Jabir anaitwa Nusayba bintu Uqbah bin Adi bin Sinan. Jabir bin Abdullah ni mmoja katika waliokithirisha hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, na yeye ni sahaba na baba yake ni sahaba. Amepokea Muslim rahimahullah kutoka katika njia ya Zakaria ibn Ishaq, anasema hadathana Abu Zubair, ametuhadithia Abu Zubair annahu sami'a Jabira, ya kwamba yeye alimsikia Jabir bin Abdullah al-Ansari yakulu, akisema ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam 19 ghazwatan,
nilishiriki vita 19 pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema lam ashhad badra, sikuhudhuria vita vya Badri wala Uhuda wala vita vya Uhud. Mana'ani abi, alinizuia baba yangu kwenye jambo hilo. Sikuhudhuria Badri wala sikuhudhuria Uhud. Kwenye imma Siyar A'lam an-Nubala au kitabu kingine, sikumbuki ameandika kwenye kitabu gani, anasema kana yukhallifuni ala akhawati, alikuwa akinibakisha nikae na dada zangu nyumbani. Wa kunna 9, na dada zangu walikuwa wako 9. Ndio maana hata Jabir alipooa alioa mwanamke mjane wakati hajawahi kuoa. Alipoulizwa na Rasul, kwa nini usioe kibinti kidogo Jabir, umechukua mjane kwa nini? Akataja sababu kwamba babangu amefariki, niachia dada zangu, kwa hiyo huyu nimemuoa ili anisaidie malezi. Anasema falamma kutila, alipouawa baba yangu, lam atakhallaf, sikurudi nyuma kwenye vita vyovyote. Kwa vita vyote alishiriki baada ya pale, na pia alishiriki vita vya Siffin pamoja na Ali bin Abi Talib. Na katika musannaf wa Waqi'i kutoka kwa Hisham bin Urwa amesema kana li Jabir bin Abdullah halqa, Jabir bin Abdullah alikuwa na darasa lake, darasa duara fi almasjid, msikitini, kwa yani kusudia msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa na darasa lake ndani ya msikiti wa Mtume, yu'khadhu anhu alilm, watu wanachukua ilmu kutoka kwake. Na alipatwa na upofu mwishoni mwa umri wake alipatwa na upofu radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi ambazo amezipokea Jabir ni 1540. Bukhari na Muslim wameafikiana juu ya hadith 58. Bukhari peke yake amepwekeka kwa hadith 26, na Muslim peke yake amepwekeka kwa hadith 126 Muslim peke yake. Imesemwa kwamba Jabir alifariki mwaka wa 73, na wako waliosema 74, na wako waliosema 78, akiwa na umri wa miaka 94, kama alivyotaja Ibn Hajar al-Asqalani kwenye al-Isaba fi tamyiz as-sahaba. Huyo ni Jabir kwa ikhtisari. Anasema al-a'malu bil khawatim, amali na matendo huzingatiwa mwisho. An Jabir, kutoka kwa Jabir radhiyallahu anhu, qala, amesema qala Rasulullah, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayhi, yub'athu kullu 'abdin, atafufuliwa kila mtu atafufuliwa, ala ma mata alayhi, juu ya mazingira aliyofia. Rawahu Muslim, ameipokea Muslim. Kila mja atafufuliwa siku ya kiyama ala ma mata alayhi, juu ya mazingira aliyofia, yawe ya kheri au yawe ya shari. Atakayekufa katika sala atafufuliwa katika sala, atakayekufa katika hija atafufuliwa anapiga talbiya, labbaik allahumma labbaik, kama ilivyokuja hadithi, fa innahu yub'athu yawm alqiyamati mulabbiya
atafufuliwa siku ya kiyama akileta talbiya, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik. Atakayekufa kwenye jihad fi sabilillah atafufuliwa damu zikimmwagika, launuhu launu dam wa rihuhu rihul misk, majeraha yake yanatoa damu, rangi yake ni rangi ya damu, harufu yake ni harufu ya misk, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vivyo hivyo atakayekufa katika alfisq, ufasiki, uovu na madhambi, kafa kwenye maasiya, kafa mpirani, waliyadhu billah, kafia gesti, waliyadhu billah, kafia kwenye ngoma, alikuwa anacheza ngoma kaanguka kafa ngomani, waliyadhu billah, kafa anaimba, alikuwa anaimba mziki, kafa alikuwa anaelekea kwenye uwanja wa kwenda kuwatumbuiza watu, hakufika, kagongwa na gari, kapigwa dafrao. Kila mmoja atafuliwa juu ya yale mazingira aliyofia. Cheza mpira akafa mpirani, atafuliwa hivyo hivyo na kibukta chake. Ulama wanasema wa hadha min a'zami afati dhunub, na hili linajulisha juu ya ubaya wa maafa ya madhambi, kwamba vile utakavyokufa kwenye mazingira yako hayo ndivyo utakavyofufuliwa mbele ya Rabbul Alamin. Wajionaje hali yako itakuwaje? Yani umekufa na una furushi la bangi, wafufuliwa mbele ya Allah una bangi zako, yani wajisikiaje? Waliyadhu billah, Allah tukinge. Hivyo hii hadith inatuhimiza kwamba kila mtu ni wajibu juu yake an yahrisa ala an yamuta ala khairi alahwal, ajitahidi apupie, ikitokea umauti umempata basi umempata kwenye hali nzuri, kama ambavyo hadithi hii inatuhimiza juu ya sisi kudumu katika kufanya amali njema na kufanya khairati mbalimbali, kwa sababu hakuna anayejua atakufa lini na kwamba vipi atakufa. Kwa hiyo tudumu kwenye khairati. Yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayhi, kila mja atafufuliwa kwa mazingira aliyofia. Imekuja hadith, inna ar-rajula la ya'malu az-zamana at-tawil, hakika mtu atafanya amali kitambo kirefu, bi'amali ahli al-janna, kufanya matendo ya watu wa peponi, thumma yukhtamu lahu amaluhu bi'amali ahli an-nar, kisha anakhitimishiwa amali zake kwa kutenda amali za watu wa motoni. Wa inna ar-rajula la ya'malu az-zamana at-tawil, na hakika mtu atafanya amali za kiibada kwa kitambo kirefu, atafanya amali kwa kitambo kirefu bi'amali ahli an-nar, lakini na amali za watu wa motoni, maasiya, fusuq, fujur, yupo huko kwa kitambo kirefu. Thumma yukhtamu lahu amaluhu bi'amali ahli al-janna, kisha zitahitimishwa amali zake azitendazo afanye matendo ya watu wa peponi. Hadithi imepokea Muslim kutoka kwa Abu Huraira. Kwa kikubwa ni turekebishe tunapoharibu, watbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, baya lifuatilizishie jema. Angalia yule mtu aliua watu 99, ameua watu 99, akakumbuka kwamba ana Rabba, ana Mola anayesamehe madhambi.
ataka kufundishwa namna ya kutubu na kurejea kwa Mola wake. Akaulizia alim, akaelekezwa, bana kuna alimu fulani huko. Akaenda akamuuliza, bana kuna mtu, hakusema kwamba ni yeye. Innahu qatala 99 nafsa, kuna mtu ameua watu 99, ataka kutubu, anayo njia ya toba. Yule bwana akaona ukubwa wa dhambi, hakuona ukubwa wa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wangapi? 99. Huyo hana toba. Akatoa upanga, akakata shingo yake, akakamilisha watu 100. Akauliza tena, kuna alim? Akaambiwa kuna alim, yuko alim sehemu fulani. Kwa maana huyu hakuwa ni alim, amejipamba na vazi la wanazuoni lakini sio alim. Kwa hiyo akaelekezwa kwa alim. Akalipomuuliza akamwambia, waman yahulu bainahu wa baina at-tauba, ni nani ambaye atakuwa mtu kati baina yake huyo mtu na kutubia kwa Mola wake, kiasi kwamba labda toba yake haifiki kwa Mola wake? Kuna anayezuia? Nani? Haki tauba nayo, ila atoke mahala hapo kwenye ardhi hiyo ni ardhi ya maasiya, asiendelee kuishi hapo, ahame, aende kwenye ardhi fulani ya waja wema, aende akamwabudu Allah pamoja na wale waja wema. Wanasema ahlul ilm, kitendo cha kunyanyua hatua, mauti akamjia. Hatua, malaika wa peponi wakasema ni wetu, malaika wa motoni wakasema ni wetu, wakatofautiana malaika wa aina mbili hao. Allah akawatumia malaika mwingine kwa sura ya mwanadamu. Kuna nini hapa? Huyu wetu kafanya hivi, huyu ulikuwa anatubia. Naondoa mzozo. Pimeni atokako na aendako. Ikiwa atokako ni karibu, aendako ni mbali, wa motoni wamchukue, na kinyume chake wa peponi wamchukue. Wanasema ahlul ilm kupitia hadith, Allah akaiambia ardhi ijisogeze ile ya watu wema, na ile ardhi ya maasiya ijiweke mbali, kwa uzuri wa nia yake aliyokuwa nayo kwamba anataka kurejea kwa Allah. Kupimwa anapokwenda ni karibu, alipotoka mbali, akachukuliwa na malaika wa peponi. Kwa hiyo kwamba asikate tamaa mtu kwa maasiya yake aliyoyafanya, madhambi yake aliyoyafanya, muda wa kuwa amemkosea Mola wake na akajua kwamba ana Mola wake anasamehe madhambi, muda wa kuwa roho yake haijafika kwenye gharghar, haijafika kwenye mishipa, kwenye mifupa ya mitulinga. Mfupa ya mitulinga ni hii, huu hapa mkubwa na huu mkubwa. Muda kuwa haijafika roho hapa, roho inatolewa inaanziwa wapi? Inaanziwa chini. Atasamehewa madhambi yake. Muda wa kuwa jua halijatoka magharib kuelekea wapi? Mashariki, anasamehewa madhambi yake, yawe makubwa kiasi gani. Wa inni laghafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafuru arrahim. Kwa nini hawatubu kwa Allah hawa na wakamwomba msamaha? Waman lam yatub fa ulaika humu dhalimun, wasiotubia madhambi yao hao ni watu madhalimu. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, Allah anabadilishia mabaya yao yanakuwa ni mema. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Waman taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون
ghayya illa man taba wa amana wa amila saliha. Ile ya kwanza wa amila amalan saliha, hii hapa wa amila saliha, fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yudhlamuna shay'a. Almuhim kwamba tulazimiane na majalisi za khairi na matendo ya khairi, ili hata vifo vyetu vitupate tukiwa kwenye mazingira kama haya. Tumeelewana vizuri hapa? Kwa nini? Kwa sababu kila mtu atafufuliwa kwa mazingira yale yale aliyofia. Hii mnafahamu, wako watu walikuwa wanakwenda kuimba wakafa njiani hapa Dar es Salaam. Anatoka nyumbani kwake anakwenda kwenye ukumbi kwenda kuimba, kafa. Watu waliokufa kwenye mipira, watu waliokufa kwenye majukwaa ya kuimba. Tumeelewana? Kwa hiyo uzuri ulioje kwamba yakukute mauti yako katika hali ambayo kwamba ni nzuri, kwenye sijda, kafa kwenye sijda, tumesujudu, tumenyanyuka, yeye yuko pale pale, watu wametoa salamu, jamani mwenzetu kalala huyu, kuja kuamshwa hayupo. Alhamdulillah, tumtarajia khairi sisi, narju lahu alkhair, tunamtarajia khair. Hatusemi ni wa peponi, tunasema tunamtarajia khairi, sababu ahlus sunna wal jamaa hawakati kauli kumkatia yeyote kwa pepo au kwa moto ila kwa aliyekatiwa kauli na Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na hapo tunawatarajia khairi hawa, tunawahofia mabaya hawa. Abu Bakar, tusema Abu Bakar wa peponi. Kwa nini? Amekatiwa kauli na mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar wa peponi. Uthman wa peponi. Ali wa peponi. Talha bin Ubaidillah wa peponi. Saad wa peponi. Said wa peponi. Bilal wa peponi, kaonekana miguu yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Masahaba wa mtume wote wa peponi. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu husna. Wa kullan, na wote wawili hawa waliotoa wakapigana kabla ya fath, waliotoa wakapigana baada ya fath, wote Allah amewaahidi pepo. Aya hii anasema Abu Muhammad ibn Hazmi al-Andalusi rahimahullah, ni dalili ya ahlu sunna kwamba masahaba wote ni watu wa peponi. Sija kusema kuna wengine walizini, wengine waliiba. Ndio walipatikana walizini, ndio walipatikana waliiba, lakini masahaba wa mtume wote wa peponi. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صحابة nani? Aliyeishi na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiwa amemwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akafa juu ya imani yake hiyo, huyo ndiye tunayemzungumzia sisi. Kwa hiyo tunawatoa wanafiki kwamba hawa sio masahaba. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك الإيمان وإن تخللت ردة, hata kama atakuwa mmoja wao ameingiliwa na hali ya kuritadi, aliritadi alafu akarejea tena kwenye Uislamu wake, bado ni sahaba ala sahih. Kwa hiyo kidumu na hali kama hizi msikitini, adhana imeadhiniwa kumza kwa msikitini, uko kwa darasani usikiza darasa. Tumeelewana vizuri bwana? Ani sehemu zako ni sehemu za khairi, tutaraji pia kifo chako kitakuwa kifo cha khairi. Allah turuzuku husna al-khitam. Na ili tufanikiwe kwenye haya tunayoyasoma juu ya kupata husnul khatima, kwa kuwa al-a'malu bil khawatim, kuna mambo wameyataja wanawazuoni yatatusaidia katika kuliendea hilo. La kwanza, yatakikana tulazimiane na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna zake katika ibada zake, sunna zake katika tabia zake, sunna zake katika hali zake zote. Tukilazimiana na hiyo hali, tutafikwa na mazingira ya mauti kwenye mazingira mazuri. La pili,
al-izdiyadu min at-ta'ati fi sa'ir al-awqat, tuzidishe kufanya mambo ya taa kwenye nyakati zote. La tatu, amehimiza kwa hii hadithi, kuna lugha ya kuhimiza kwenye hii hadithi. Mtume anahimiza kumhimiza mwanadamu Muislamu anayetakia salama nafsi yake afanye matendo mema, ili matendo mema yake yawe ni anis, yani ni mtu kitu cha kukuliwaza siku ya kufufuliwa, kwa kuwa kila mmoja atafufuliwa kwa mujibu wa alivyofia. Kwa hiyo cha kukuliwaza unakiandaa wewe mwenyewe. Kwa hadithi inahimiza kwamba watu wafanye matendo yaliyokuwa mema, matendo mazuri, ili hayo matendo wakifia kwenye matendo yao hayo yatakuwa ni maliwazo kwao siku ya Kiyama. Unafufuliwa unasoma Qur'an, uzuri ulioje! Unasoma Qur'an, unasoma maneno ya Allah, unafufuliwa unasomesha hadithi. Na hili jambo la shuhudiwa hata kwenye mazingira ya kikawaida, yani mtu yale aliyoyazoea mara kwa mara kuyatenda, ikitokea amefikwa na hali ya ghaibuba, akili yake imemruka, mara nyingi husema yale aliyoyazoea, si ndio? Hana akili yake, anazungumza maneno, atasema yapi? Aliyoyazoea. Kwa ni mtu wa kuimba, atakuwa anaimba. Mgonjwa anaimba, jitu la nyimbo hili, jitu la muziki, wala yadha billah. Huwa na akili kimembuka, lakini anasoma Qur'an. Yuko kijana mmoja rahmatullahi alayhi, aitwa Ibrahim, tulihifadhi naye Qur'ani miaka hiyo. Alikuwa anaumwa, ni mtoto pekee ambaye alifariki kwenye tahfidh na akazuka pale pale tahfidh, yani hayupo maarifa yake, lakini ukienda umsikia anasoma Qur'an, tunakwenda kumsalimia Ibrahim, asalamu alaykum, kaifa hal, kijana fulani hivi, kullu a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilaha, lakini hayupo, min sharri alwaswasil khannas, mpaka kafariki Ibrahim rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo ukidumu na hii hali adhkari, una adhkari mara kwa mara, mdomo wako umepata faragha, unafanya adhkari, soma Qur'ani, sikiza darsa, unapitia somo lako, wallahi ni khairi kubwa, wallahi alazim. Allah tupe husna al-khatima.